tunavyokumbuka siku ya tarehe 29 Oktoba 2025 nchi yetu iliingia katika uchaguzi, na uchaguzi ule kwa baadhi ya maeneo hasa upande wa Tanzania bara kulijitokeza ghasia mbalimbali zilizotokana na baadhi ya watu kujikusanya na kuvamia maeneo mbalimbali ya biashara, lakini pia kuathirika kwa baadhi ya wananchi na pia kusababisha vifo kwa baadhi ya maeneo. Sasa hali hiyo, kwa mujibu wa imani ya wananchi wa mkoa huu, wameona kwamba mahali pekee pa kurudi na kulirejesha jambo hili ni kumkabidhi Mwenyezi Mungu, ili kumuomba kwamba kwa kipindi kirefu kijacho au kwa kipindi chote kijacho taifa letu liendelee kubaki katika hali ya amani na utulivu, umoja na mshikamano. Hivyo leo siku ya Ijumaa ni siku mahususi kwa Waislamu, na ni siku ambayo kwa kawaida Waislamu wanapokuwa na jambo kubwa, iwe hakuna mvua kwa maana ya jua kali, basi hufanya mikusanyiko ya namna hii katika viwanja vya wazi na kumuomba Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sababu hili sio jambo mahususi katika utaratibu huo, maana yake Waislamu wamekusanyika kwenye msikiti huu mkubwa kwa mkoa mzima huu wa Kaskazini Unguja, msikiti wa hapa Kidoti Jitimai, na tumeona wananchi wa shehia zote 78 za mkoa huu, wakiwepo wanafunzi wa madrasa ambao wamejumuika nao, mashehe, maimamu, lakini pia kuna wazee, viongozi mbalimbali wa serikali, lakini pia viongozi wa kisiasa, na sisi pia viongozi wa kuchaguliwa na wananchi, nasi tumeshiriki katika dua hii. Dhamira yetu ikiwa ni ile ile, kuhakikisha kwamba nchi yetu inabaki katika hali ya utulivu na amani, lakini na viongozi wetu wanaendelea kubaki katika hali ya salama na amani. Pengine sitatoa nukuu ya moja kwa moja ya mafundisho ya dini, lakini niweze tu kusema kwamba kwa upande wa dini ya Kiislamu, mafundisho yanatuambia kwamba viongozi wetu wa kitaifa wamewekewa aya makhususi katika Qur'ani inayosema atiu Allah wa atiu rasuli wa ulil amri minkum, mtiini Mwenyezi Mungu, mtiini na mtume wenu, kwa maana ya kiongozi wa umma huu wa Kiislamu, lakini pia na wale wenye amri juu yenu, kwa maana ya viongozi wetu wa dola. Kwa hiyo tunapotekeleza hili ni sehemu ya kuunga mkono takwa hilo la kiimani la kwamba katika utii tunauonyesha kwa viongozi wetu, basi tunaonyesha utii huo kwa kuomba dua kupitia kwa Mwenyezi Mungu kwamba huu uongozi aliotuwekea yeye, basi tunaomba uendelee kubaki katika hali ya amani na utulivu, uendelee kubaki ukiwa unatekeleza majukumu yake katika njia ya haki kama ilivyo hivi sasa. Na ndio maana tukasema tunaomba mabalaa yasitokee, tunaomba nchi ibaki katika hali ya utulivu, ili wananchi sasa waendelee na shughuli zao za kiuchumi na za kijamii bila ya bugdha ya aina yote.